Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tuendelee na tafakari yetu hii ya jangwani. Naamini wengi mnazidi kubarikiwa, wengi mnazidi kupata neema, na naomba usisahau kualika wengine, kushare na wengine, kusubscribe katika channel yetu hii ili watu wengi wazidi kupata baraka tele na wazidi kupata neema, ili baada ya siku hizi watu wawe wapya, watu wamejifunza kitu fulani ambacho kutoka kwako wewe uliyeshare kitakuwa kimewasaidia. Na tuendelea na tafakari yetu juu ya namna ya kuwa huru, namna ya kuachia yale ambayo yako ndani ya mioyo yetu. Na jana tuliangalia kwamba kuongea na watu sahihi ni mojawapo ya tiba, ni mojawapo ya njia ambayo inaweza kukufanya ukawa huru, kwa sababu kuongea ni tiba, kilicho moyoni ulimi huiba. Kwa hiyo tukaona kabisa kwamba kuna watu wamejaliwa neema, baraka ya shauri, wanaweza katoa ushauri mzuri ambao kukujenga. Roho Mtakatifu anaongea nao kupitia kwao, unaweza ukapata kitu ambacho kitakusaidia katika safari yako ya maisha na kuponya kiroho na hata kimwili pia. Leo tuangalie njia nyingine ya kuachia au kuwa na roho ya msamaha. Njia hii ni eleza historia yako. Eleza historia yako. Moja, wengi mtashangaa kwamba kwa nini nasema hivi. Mwanadamu, amini usiamini, ni zao la historia. Kila mtu ana historia yake ya maisha. Kila mtu ana matukio katika safari yake ya maisha. Hata awe mtoto mdogo tu, kitendo cha kuzaliwa, historia inaanza. Kwa hiyo kila mmoja unayemuona ana historia, ana matukio yake. Na mbaya zaidi, naomba niwaambie, kila mmoja ana ukurasa fulani katika maisha yake, ikichukuliwa kwamba maisha ni kitabu ambao huo ukurasa kila akiufika anauruka. Hawezi kuusoma kwa sababu anawaza akiusoma utamletea matatizo makubwa sana. Akiuangalia kwa makini utamsababishia majonzi na machozi makubwa. Kwa hiyo kila akifika kwenye ule ukurasa anauruka. Kila akifika kwenye ule ukurasa anauruka. Kila binadamu katika kitabu chake cha maisha ana ukurasa ambao hata akiusoma hawezi kuusoma kwa sauti. Ukurasa huo anaujua yeye na Mungu wake tu, kwa sababu umejaa tukio au matukio ambayo yalimuumiza na bado yako ndani ya moyo wake, na ni ngumu sana kusahau, hata kama anacheka, hata kama anatabasamu, hata kama ana furaha. Naomba nikwambie ndugu zangu, nasema hivi nikiwa na maana gani? Wengi tunaingia katika familia, wengi tunaingia katika ajira, wengi tunaingia katika biashara, wengi tunaingia katika uhusiano tukiwa na hizi kurasa au huu kurasa ambao hatuwezi kusoma kwa sauti, ambao hatuwezi kuelezea kwa mtu yeyote. Tunaujua mimi na Mungu wangu tu, naujua mimi na yule aliyenifanyia, naujua mimi na watu ambao walikuwepo wakati wa tukio, naujua mimi. Basi labda inawezekana alikuwa peke yake. Unaweza kukuta mume au mke anafanya kitu kutokana na majeraha yake ya nyuma. Unaweza kukuta mtu kazini anafanya kitu kutokana na historia yake ya nyuma. Unaweza kukuta mtu katika biashara zake, katika jumuiya, anafanya au anaongea kwa sababu ya historia yake ya nyuma. Tabia mara zote huwa zinajengwa na historia, alisema Aristotle, mwanazuoni mkubwa na mwanafalsafa mkubwa. Na mara nyingi atuelezani historia zetu. Unaweza ukakuta unafanya kitu kidogo tu, lakini mtu fulani anakichukulia kama kikubwa, na ukashangaa, ukasema mbona ni jambo dogo sana, mbona nimeongea neno dogo. Kwako wewe ni dogo, ila katika historia yake hicho unachokiona kidogo kilisababisha majeraha makubwa katika historia yake ya maisha.
Inawezekana ukamtaja mtu, huyo mtu kwako wewe ni safi tu, lakini kwake ni mwiba katika historia yake ya maisha. Wengi atuelezani, wengi atuongei. Wakati mwingine naomba nikwambie, historia nyingine zinajeruhi. Katika kujua historia inakuwa rahisi sana kupokeana na kusameana na kusaishana kwa upole. Usipojua historia ya mtu, naomba nikwambie kabisa, ni ngumu sana kuwa na roho ya msamaha au kuachia, kwa sababu kwako wewe jambo ulilolifanya linaweza likawa halina maana, lakini kwa huyu uliyemfanyia lina maana kubwa 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 sana sana sana, ila tu hajakueleza. Hivyo ili kuwa na roho ya msamaha, pale tukio fulani linapotokea katika maisha yako, unapofanyiwa tukio fulani na mtu, licha tu ya kusema tumalizane, hebu jaribu kueleza historia yako juu ya jambo lile na kumwambia yule mtu ukweli kabisa kwamba katika hili naomba usirudie tena hapa, katika hili naomba hapa usiguse, katika hiki naomba tuheshimiane katika hiki tu, kwa sababu kinagusa historia nzima ya maisha na kinayaamsha tena majeraha ambayo tayari yalikuwa ameshapoa. Ni kana kwamba kile kitu ambacho Yesu anavuliwa nguo kuamsha majeraha upya. Inawezekana tukio fulani mtu akakufanyia likaamsha majeraha ya nyuma. Tapa mfano, wengi wanaingia katika uhusiano wamesalitiwa sana. Kitendo cha wewe sasa kuamini, anaamini utakuwa sehemu yao ya uponyaji wake. Kitendo cha wewe kurudia kitu kile kile, wengi hawasamehi kwa sababu unakuwa umeamsha majeraha yale yaliyotokea nyuma. Inawezekana nyumbani mtu apendwe, kazini anatarajia kupata upendo. Kitendo cha wewe kumsambazia chuki ni kuamsha majeraha yale yale. Inawezekana katika familia yake, katika historia yake alipolelewa hakuhisi upendo, lakini anataraji upendo kuupata katika kazi anayoifanya. Anajitoa sana kwa moyo, anawahi asubuhi, anakuwa mkweli kabisa, kazi anafanya vizuri, akiamini kwamba katika kufanya hiki angalau ataonja hata upendo basi kidogo. Lakini inawezekana wewe ukasema anajipendekeza, anajionyesha, anataka asifiwe, na ukachukulia tu kawaida. Si kawaida. Amini usiamini, kitendo wewe cha kurudisha juhudi zake hizi nyuma, anahisi atapata wapi upendo, atapata wapi faraja? Wewe unakuwa ni mwiba mkubwa sana sana. Kuna wengine wamejaribu biashara, wameshindwa, wakajaribu tena, baadaye wakasema hapana, wacha basi nifanye na ndugu zangu, kwa sababu hawa watu wengine basi tumeshindwa. Sasa anakuleta wewe katika biashara yake, alafu kesho kutwa unamtia hasara. Kesho kutwa, kwa sababu ni biashara ya ndugu, unaiharibu. Utasikia mtu anasema aisee, bora nifanye biashara na watu wengine. Unaamsha majeraha tena yale. Kuna wengine wamejitoa katika maisha yao kusomesha watoto wa ndugu zao. Hao watoto majibu yao yamekuwa ndivyo sivyo, wamewajeruhi. Wema wao umekuwa ni mwiba sana kwao, wamejikuta hawapokei kile walichokipokea baada ya wao kuwa wema. Sasa wanajitoa, wanasema wamsomeshe basi hata mtoto mmoja. Huyo anayesomeshwa naye anafanya yale yale, unakuta mtu hasaidii tena. Naomba nieleze hivi, katika maisha yetu historia ina maana kubwa sana sana sana. Hivyo ukitendewa, jaribu kutambua kwamba watu ni zao la historia. Nawe uliyetendewa, jaribu kueleza historia yako ili jambo fulani lisijirudie tena. Mungu akubariki sana.